Karibu katika darasa la leo, na hapa leo na kusogezea kitu adhimu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Kumekuwa na maneno mengi sana mtaani kwamba Kiswahili hakina misamiati ya kutosha. Sasa leo kwa udhamini wa BAKITA tutatalii istilahi sanifu za hali ya hewa, uviko 19 na mazingira. Istilahi hizi ziliidhinishwa mwaka 2021. Sasa twende moja kwa moja tukazione istilahi hizi, lakini sehemu ya utangulizi inaweza kukupa kitu kizuri. Istilahi sanifu za hali ya hewa, ugonjwa wa virusi vya corona, yani uviko 19 na mazingira, ni mfululizo wa warsha 3 za usanifishaji wa maneno ambazo zilifanyika hivi karibuni chini ya usimamizi na uratibu wa Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA, kupitia kamati yake ya kusanifu lugha, KAKULU. KAKULU inaundwa na wataalamu mbalimbali kutoka BAKITA, Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, TATAKI, Baraza la Kiswahili la Zanzibar, BAKIZA, pamoja na magwiji mbalimbali wa Kiswahili nchini. Istilahi za hali ya hewa zilisanifishwa mwezi Oktoba mwaka 2019. Istilahi za uviko 19 zikasanifishwa mwezi Juni mwaka 2020. Na zile za mazingira zilisanifishwa Septemba 2020. Istilahi hizi zimekuwa ni msaada mkubwa kwa wadau mbalimbali, kwani zimeziba pengo lililokuwapo la uhaba wa visawe vya istilahi katika nyuga zinazohusika. Ni rai ya BAKITA kuziomba wizara, taasisi na mashirika mengine kutumia fursa hii kuwasilisha istilahi zao ili zikapatiwe visawe vya Kiswahili kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano kwa umma unaotumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo shime hii tujivunie na kukienzi Kiswahili. Ni moja ya tunu za taifa letu. Kwa utangulizi huo, bila shaka umeona adhima na dhima kubwa ya BAKITA ikishirikiana na taasisi nyingine katika kukikuza na kukiendeleza Kiswahili. Sasa istilahi za hali ya hewa, naweza nisikusomee zote kwa sababu unaziona, lakini kwa upande wa istilahi za hali ya hewa tuna neno average, hili ni wastani. Neno above average ni juu ya wastani. Above normal ni zaidi ya kiwango cha kawaida. Acid rain, mvua tindikali au mvua acidic. Advection ni mjongeo ulalo. Advisory ni ushauri au ushauri. Air ni hewa na kadhalika. Nafikiri mtazamaji unaona istilahi hizo na jinsi zinavyotafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Climate change tunasema ni mabadiliko ya hali ya hewa au mabadiliko ya tabia nchi. Ukija mfano neno crystallization tunasema ni ugandishaji. Cumulonimbus kwa watu wa geography wanafahamu. Haya ni mawingu ng'amba, na ndio mawingu hasa ambayo yanasadikika kuchagiza upatikanaji wa mvua. Cumulus clouds, mawingu kichuguu au mawingu pamba. Kwa hiyo unaona istilahi za hali ya hewa zimesheheni hapo. Paliwahi kutokea mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa sana iliyoitwa El Nino au El Niño kwa Kiswahili. Lakini kama umewahi kukutana na istilahi equinox kwa Kiingereza, basi Kiswahili tunasema ni siku mlingano au equinoxi.
equinox. Evaporation tunasema ni mvukizo. Kwa hiyo unaendelea kufaidi hapa istilahi za hali ya hewa kutoka BAKITA kwa ushirikiano na taasisi nyingine kama BAKIZA na TATAKI. Hebu endelea kufaidi uhondo wa istilahi hizi, na hapa tunaingia kwenye istilahi sanifu za corona au uviko 19. Kama unavyofahamu, ugonjwa huu ulitamalaki kwa kiasi kikubwa mwaka 2020 hapa nchini Tanzania, ingawa kuzuka kwake ni mwaka 2019 kumradhi, huko nchini China. Istilahi kama anti-COVID-19 ally, ushirikiano katika mapambano dhidi ya uviko 19, antiviral medicine, dawa ya virusi. Unaona istilahi mbalimbali zilizotumika kipindi cha kushamiri kwa uviko 19, COVID-19 crisis, janga la uviko 19. Curfew tumesikia sana. Kiswahili unaweza kusema ni curfew kama inavyoonekana hapo, au amri ya kutotembea. Deadly ni akuua, yenye kuua. Death toll, idadi ya vifo. Kwa hiyo mtazamaji, unaona tuna istilahi za kutosha kabisa kuelezea janga la uviko 19. Maski tumezitumia sana. Hizi ni barakoa. Medical ventilator ni kipumulishi cha kitabibu. Tunaendelea kutalii istilahi hizo za uviko 19 kama unavyoona. Ni nyingi kweli kweli, za kutosha kabisa. Na hapa tunamalizia na istilahi sanifu za mazingira. Umeshasikia neno abatement, yani upunguaji, abiotic au abiotic, so high, acclimatization, uzoeaji mazingira, accuracy of prediction, usahihi wa utabiri. Istilahi chungu nzima za utabiri za mazingira za hali ya hewa unazipata hapa kwa hisani ya BAKITA, TATAKI na BAKIZA. Kama unavyojionea mwenyewe hapa, anoxic, anoxia. Watu wanasema Kiswahili kigumu, lakini kitakuwaje kirahisi kama hauna ukaribu nacho? Hata hicho Kiingereza ni kigumu kwa wasiokifahamu, lakini kwa walio na ukaribu nacho, Kiingereza ni kirahisi, ni chepesi. Kwa hiyo hata Kiswahili ni kirahisi, ni chepesi. Ukikipa ukaribu, ukakileta karibu na wewe, ukakipa urafiki, utafahamu istilahi nyingi sana ambazo zitakupa utajiri wa kutosha na kusheheni katika kukizungumza Kiswahili. Kama unavyoona hapa, istilahi mbalimbali zinaonyeshwa, istilahi sanifu kabisa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa na kwa ushirikiano na taasisi ya taaluma za Kiswahili TATAKI ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na bila kuwasahau Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA. Istilahi hizi zimezinduliwa kwenye maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani tarehe 19 hadi 20 mwaka 2021. Siku ya Kiswahili Januari 19 hadi 20 jijini Dodoma. Hili ilifanywa kuwa siku rasmi ya Kiswahili, lakini usichanganye na siku ya Kiswahili duniani kwa mujibu wa UNESCO, ambayo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 kila mwaka. Ni siku ya 7/7 hii. Tujivunie na kukienzi Kiswahili, moja ya tunu za taifa. Kukuletea istilahi mbalimbali, ulikuwa nami Mwalimu Maeda, mwalimu wa Kiswahili. Asante, karibu sana.